soka, karibu tena kwenye anga za soka la Ulaya. Leo tunayo habari inayotikisa soko la usajili barani Ulaya. Ripoti mpya zinaeleza kuwa Real Madrid inaweza kuwa karibu kufanya moja ya usajili ghali zaidi katika historia yake. Je, ni nani mchezaji ambaye Florentino Perez anataka kumleta Santiago Bernabeu kwa zaidi ya euro milioni 150? Wengi walidhani ni Joao Neves au Vitinha, lakini taarifa zinaonyesha kuwa jina linaloongoza ni Michael Olise. Twende pamoja mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Henry Latest na hii ni NH Sport. Subscribe and turn on notification bell ili ujiunge kwenye familia hii kubwa ya michezo. Tuangalie kwa undani kilichopo nyuma ya mpango huu mkubwa. Kwa siku kadhaa zilizopita, kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu mchezaji ambaye Real Madrid inamuinda kwa siri. Katika mahojiano yanayovutia mashabiki wengi, Florentino Perez alidokeza kuwa klabu hiyo inaweza kuwasilisha ofa ya rekodi ya mchezaji mmoja maalum. Kauli hiyo ilizua maswali mengi. Mashabiki waliamua majina ya nyota mbalimbali duniani. Wapo waliotaja Joao Neves, wengine wakamtaja Vitinha, huku baadhi wakihusisha majina ya washambuliaji wakubwa wa Ulaya. Lakini kadri taarifa zinavyoendelea kuibuka, inaonekana kuwa mchezaji anayevutia zaidi viongozi wa Real Madrid ni Michael Olise. Michael Olise ameonyesha kiwango bora sana msimu wa hivi karibuni. Uwezo wake wa kupiga pasi za mwisho, kutengeneza nafasi za mabao na kucheza kwa utulivu chini ya pressure umefanya kuwa moja ya wachezaji wanaovutia zaidi barani Ulaya. Inasemekana Florentino Perez alivutiwa sana na kiwango cha Olise katika mechi za ligi ya mabingwa wa Ulaya. Ndipo wazo la kumleta Real Madrid lilipoanza kuimarika. Kwa mujibu wa taarifa hizo, rais huyu wa Real Madrid anaamini kuwa Olise anaweza kuongeza ubora mkubwa kwenye safu ya ushambuliaji ambayo tayari ina nyota wengi. Fikiria kikosi chenye Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham pamoja na Olise. Hii ndio picha ambayo viongozi wa Real Madrid wanaonekana kuifikiria kwa siku za usoni. Hata hivyo, kazi haitakuwa rahisi. Klabu ya Olise inaonekana kutokuwa tayari kumwachia kirahisi. Viongozi wake wanaamini kuwa mchezaji huyo ni sehemu ya mipango ya baadaye. Ndiyo maana kama Real Madrid itaweka mezani euro milioni 150, bado hakuna uhakika kwamba ofa hiyo itakubaliwa. Lakini swali kubwa linabaki, vipi kuhusu Joao Neves na Vitinha? Kwa muda mrefu majina haya yamekuwa yakitajwa kama ndoto za Florentino Perez. Vitinha amekuwa mmoja wa viungo bora zaidi barani Ulaya. Uwezo wake wa kutawala mchezo, kusambaza pasi na kuongeza kasi ya timu umefanya kuwa mchezaji muhimu sana. Kwa upande mwingine, Joao Neves anaonekana kuwa moja ya viungo vijana wenye mustakabali mkubwa zaidi duniani. Uwezo wake wa kukaba, kushambulia na kufanya kazi kubwa katikati ya uwanja umevutia klabu nyingi kubwa. Tatizo ni kwamba klabu ya sasa haionekani kuwa tayari kuwauza. Taarifa zinaonyesha kuwa viongozi wa timu hiyo wanataka kuendelea kujenga kikosi chao cha misimu ijayo. Malengo yao ni kuendelea kushinda mataji makubwa ya Ulaya na kuleta mafanikio yao na kuyatetea. Kutoka hali hiyo, Real Madrid inaelewa kuwa kuwatoa Vitinha au Joao Neves kwa sasa kunaweza kuwa jambo gumu sana. Hivyo basi, macho yote yanaelekezwa kwa Michael Olise. Je, Real Madrid itafanikiwa kuwasilisha ofa hiyo ya rekodi? Je, mchezaji huyo atakubali kujiunga na miamba hao wa Hispania? Na je, klabu yake itakubali kuachana naye licha ya kuwa muhimu mkubwa ndani ya kikosi hicho? Majibu ya maswali hayo yanatarajiwa kujulikana katika siku zijazo, huku soko la usajili likiendelea kupamba moto. Kwa sasa jambo moja ni wazi, Florentino Perez ana ndoto ya kuendelea kuijenga Real Madrid yenye nyota wakubwa zaidi duniani. Wewe una maoni gani? Ungependa kuona Real Madrid ikimsajili Michael Olise, Joao Neves au Vitinha? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kupenda video, kujiunga na channel na kuwasha taarifa ya kengele ili usikose habari nyingine za usajili wakati mwingine. Tutakutana wakati ujao. Bye.